Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online. Winnie, pole kwa msiba huu. Asante, pole na wewe. Asante. Na najaribu kusikia jinsi ambavyo ulipata taarifa ya kifo cha marehemu Hashim Kambi. Kifo hakizoeleki. Kwa hiyo hivyo, yani tumepokea kwa hali kidogo ambayo siwezi hata kuielezea, kwa sababu mwisho wa siku nadhani unajua jinsi mzee ameishi na watu. Umeingia kwenye sanaa ya maigizo sio muda mrefu, lakini unatingisha sana kwa kuonyesha kipaji chako cha kuzaliwa na kile ambacho kipawa kakupa Mwenyezi Mungu. Lakini kuna kitu ambacho umejifunza kwa wale ambao wamekutangulia, mfano ni marehemu Hashim Kambi. Ni kitu gani ambacho ulikuwa ukiangalia kwake unasema yes, huyu ni mmoja kati ya waigizaji bora kabisa? Kiukweli yani huwa tunakosea sana kumzungumzia mtu akiwa ameshafariki, kwa sababu unatamani asikie. Lakini nafasi ndo tunakosa. Sijui ni desturi ambayo labda Watanzania tumejijengea au vipi, lakini leo hii unatamani kile ambacho utaongea au utaandika akione au akisikie, lakini tu ndo inakuwa ngumu. Lakini mzee wetu bwana, mimi nilibahatika kufanya naye kazi moja inaitwa Mtaa wa Kazamoyo, ndio ilikuwa kazi yangu ya kwanza. Na nilifanya naye kama mume, mimi nilikuwa mke, tulikuwa tuseme katika main characters na sisi tulikuwa humo. Kwa hiyo jinsi ambavyo alinipokea, yani mimi nilikuwa mchanga, sijawahi kuigiza, alafu yeye ni mkubwa kabisa yani. Lakini kusema kweli alikuwa ni mzee mmoja mwenye busara sana. Yani unafanya naye kazi very comfortable. Ilikupa ugumu kiasi gani? Msanii mkubwa kama marehemu Hashim Kambi unapewa naye karakta ya kwanza, unacheza naye wewe kwenye scene ambayo mlikuwa mmepewa, na yeye umri wake ni mkubwa na wewe unacheza kama mke wake. Ilikuwa ngumu kiasi gani kwako? Haikuwa ngumu sana, kwa sababu kwenye tasnia ya sanaa ya maigizo, yani ukiwa seti utakuwa comfortable, kwa sababu kuanzia crew, waigizaji wenzio, no matter umewakuta au hujawakuta, ushirikiano ambao wanatoa ni mkubwa sana. Kwa hiyo hata kwake yeye pia ushirikiano ambao alinipa ulikuwa mkubwa, na naweza kusema alikuwa kama mwalimu. Yani ni mtu ambaye anaweza kukufundisha, kwenye hofu anakuondoa. Hivyo mbele ya screen tunapoangalia sisi ni tofauti na nyinyi mkiwa nyuma ya kamera, kabla mjaanza kukaa mbele ya kamera kwa maana ya kuanza kuigiza. Alikuwa ni mtu wa namna gani kabla ya kwenda kwenye set? Mlikuwa mkizungumza nini? Alikuwa anakuandaaje kuhakikisha kwamba hata ukienda usiogope, usiwe na hofu na vitu kama hivyo? Yani mnavyomuona na hisi ndivyo alivyo. Hata character ambazo alikuwa akiigiza yule mzee, hata nje ya kamera alikuwa yuko vile vile. Yani ni mzee fulani hivi moja. Kwenye kipengele cha baba ni baba. Yani mtu fulani mwelewa sana. Hivyo yani siwezi kumuelezea sana yani, kwa sababu ndo ameshaondoka. Sawa. Na kwa sasa hivi tunafahamu kwamba tushapata pengo kwenye tasnia, kwa maana kuondoka kwake na tasnia ina wazee wachache wenye uwezo mkubwa kama wake. Unadhani watu waliobaki, wazee waliobaki waige kitu gani kizuri kutoka kwa marehemu mzee Kambi ambacho alikuwa anakifanya na ilikuwa silaha yake kubwa? Hekima. Alikuwa na hekima, lakini busara zake, utu wake, alikuwa pia ana utu kwa kweli. Sio mtu wa kujivuna. Alikuwa ni baba fulani hivi ambaye yani hachagui, habagui, unaweza kumweka popote na akakop mazingira. Kwa hiyo hata wazee wetu ambao wapo kwenye industry wengi wako hivyo, lakini kwa wale wageni ambao wanaendelea kuingia nadhani watachukua mazuri yake. Kwa vile tulivyoiona Kazamoyo, ambaye Mtaa wa Kazamoyo, na jinsi ambavyo ulishiriki wewe na kama mume wako mule, alikuwa tupe vitu vitatu au viwili ambavyo sisi hatuvijui na hujavizungumza hapa, viko nyuma ya set, vile ambavyo alikuwa akikufurahisha yule mzee. Kwa kweli ni yule mtu ambaye ikipigwa action ana flow, so ile kwamba utamkatisha uanze tena kumpa material, yani ni yule alikuwa ni mtu mmoja mzoefu sana. Lakini kitu cha pili alikuwa ni mchangamfu, yani sio mtu wa kujivuna, kwa sababu ukimkuta mtu maarufu wakati mwingine unaweza ukamkuta anajisikia, anajiona, kwa sababu yule alikuwa ni mtu mkubwa sana kwenye tasnia ya uigizaji. Kwa hiyo alikuwa pia just a normal person, very humble. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.